kina Mguto wamefika mahali hawajui la kusema. Sio kwamba hawajui la kusema, wanalazimika kubabaika kwa sababu wanawaogopa Yanga, na sio wanakwenda kiuweledi. Niachie hapa. Jafari Mlete, mwanachama wa Simba wa siku nyingi toka 1992. Kadi yangu 00114. Sisi ni wazee wa Simba na wote unaona hao ni wazee wa Simba. Tumekuja hapa au tumewaiteni ili tuweze kutoa rai yetu, muono wetu, mustakabali wa mpira unapokwenda. Mimi nakaa katika mazungumzo ambayo nataka niangalie vizuri zaidi ni rais wangu Bwana Karia. Namuonea huruma sana. Sidhani kama anapata usingizi kwa kadhia yote ya kutoka tarehe 8 mpaka leo tarehe 26. Na kila siku jambo linazidi kuongezeka, linakuwa kubwa zaidi, badala kuwa ni jambo la kumalizika katika mpira. Ligi ni mpira. Mpira una sheria zake, na utaratibu wa mpira uko chini ya chama cha mpira, sio kwenye vilabu. TFF wao wanachukua taarifa hizi au wanaendesha mpira kufuatana na kanuni zilizokuwepo CAF. CAF nao wanafuata mpira, wanafuata kanuni ambazo ziko katika FIFA. Hii ndio inaitwa familia ya mpira. Sisi wote hapa mnapotuona ni familia ya mpira. Vile vile na waombeni sana vijana waandishi. Si ndo ngome imeisha hivi. Ukikaa miaka 15 ofa. Nyinyi ndio mnakuja sasa. Mnatakiwa muheshimu, muangalie mpira wa Tanzania. Muutoe hapa ulipo walipoweka Karia uende juu zaidi. Kama anavyofanya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anatabika sana mama yule. Mara goli la mama, mara kaingia kuangalia kurekebisha kila kitu. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wako kwenye baraza lake la mawaziri wana macho chongo. Mheshimiwa Karia katika sakata hili la tarehe 8, mimi naliita tarehe 8 mwezi wa 3, alikuwa yuko nje ya nchi. Aliporudi baada ya bodi la ligi kuahirisha mechi hii, iwe kwa bahati mbaya, iwe kwa makusudi, lakini limeahirishwa kwa sababu kuna baadhi ya watu wamejitengenezea kanuni zao. Kwa sababu kukaa na mapanga, kukaa na fito, kukaa na ngumi, matusi, vurugu, kuchukua gari ya polisi kuweka mbele kwenye gari la Simba, ule ni uhuni. Ule ni upuzi, sio mpira. Ile ni kanuni mpya ambayo tumeiona Mwanza. Tena watu hata nyinyi waandishi mnasema mbona kule Mwanza mkuu wa mkoa alimwekea gari ya polisi hawakususa. Simba hawajasusa. Simba wanataka kuwaelezeni, Simba wanataka kuwasomesheni sheria, taratibu ya mpira. Kwa sababu Simba wao ndio wenye certificate, wenye lebo ya mpira wa nchi hii. Naanzia hapo. Simba walipoamua wanachama tena hao unaona kwamba tunataka kufanya mabadiliko, tuinue mpira uwe juu. Unapotaja timu 5 au 10 katika Afrika, basi uhitaji na Tanzania Simba iwemo. Wengi walibeza. Nyinyi wengine bado mlikuwa vijana, mjakuwa waandishi wa habari. Walimbeza model. Wanachama tukafanya mikutano zaidi ya 3, lakini mkubwa kabisa tulifanya policy mess kwamba Simba inaenda katika mabadiliko ambayo yatakuwa ya uwekezaji ili mpira uweze kukua zaidi. Simba sisi tulinyonga, tulisema hivi tunataka kwenda kwenye mabadiliko. Mwenyekiti wetu wakati huo Bwana Evans Aveva, kijana msomi, alisema wana Simba mtapata hayo mabadiliko. Wanachama walipokaa wakaipelekea TFF, mabadiliko yetu sisi ni haya, tutakuwa na bodi. TFF wakasema hivi, kanuni
na katiba yetu haifafanui kuwa na uwekezaji katika vilabu vya wanachama. Tupeni muda lao wa mwaka mmoja, tuweke kanuni na sheria ili viwepo registered. Sisi tukakubaliana. Leo bwana mmoja anaitwa Mheshimiwa Karia amerudi hapa, anasikia vyombo vya habari, watu wanamtukana, watu wanafanya nini, kwamba bodi lijiuzuru kwa ajili ya mechi tarehe 8. Karia alisema maneno haya yafuatayo: mpira wetu tumeuweka juu. Hatutakubali mpira huu ushushwe na watu wapuuzi, wajinga, wana desturi za kitoto. Tutaulinda mpira wetu. Mimi wananambia Simba, mimi sio Simba, mimi Costi. Lakini nyakati ya uongozi wangu mimi, klabu iliyofaidika ni Yanga. Anaongea kwenye vyombo kama hivi. Kwani wao tuliwalinda sana mimi na uongozi wetu. Sasa hapa ndio swala hili waandishi wa habari mmeliacha tu linaelewa yani. Lazima mrudi huko. Mimi nimejiuliza na watu wa Simba, wamefaidika nini Yanga? Na huyu Mheshimiwa Karia anasema, kaongea kwa neno moja la Kiingereza kwamba amewalinda sana Yanga. Kivipi? Tukapata jibu, mkono unotoa na mkono unopokea. Ule mkono unotoa ndio unachukua mamlaka. Sasa Karia amefanya jambo gani? Jambo la kwanza alofanya kupitia Yanga timu ya GSM, kutaka kuwavalisha wote jezi za GSM hapa. MT Mdhamini mwenza. Kama sio ushujaa wa mama Babla, dada yangu yule, sote tungevaa jezi hapa imeandikwa GSM rangi ya njano, ambayo sio sahihi. Alipoondoka, waliposhindwa ile Simba, waliposhinda ile taarifa ile na hakuwepo tena mdhamini, akatoa kwa zile timu bila alizowekeza, akarudi kwa mlango wa nyuma, mwekezaji wa timu zaidi ya moja. Najiuliza kitu kimoja, Simba walipotaka kuingia kwenye uwekezaji, tumeambiwa kanuni haiongei. Kwa nini GSM anataka kuwekeza zaidi ya timu 2, zaidi ya 3? Kanuni inasemaje? Haiongei lolote. Kwa nini wasisemi ngoja tukae tujadiliane ili tutengeneze kanuni ambayo itakuwa fair kuinua mpira wetu kwenda juu zaidi? Hakufanya hivyo. Pale ndo mafaidiko ya kwanza ya Yanga Afrika kwa Karia. Matokeo yake wamempanda kichwani. Marefali wanapanga wao. Hata mtangazaji hatumtaki Mpenja, tuletee Ngodo. Sasa wao nani? Wao bodi la ligi. Matokeo yake sasa Karia leo kila nilipokaa anatokea hata muuza nyanya kama mimi Manzese. Karia mjinga wewe, Karia mpumbavu. Hivyo kweli mtu wewe rais yule kafu kaupeka mpira, ana heshima kubwa, mtu anaweza kumtukana mpumbavu? Sisi tunasema hivi, Kabudi hayawezi haya mambo. Kama waziri wa mambo ya ndani wa nchi hii aliachia magari ya polisi pale uwanja wa Taifa kuizuia Simba isiingie, basi hata Kabudi hawezi. Huu mpira bado urudi huku kwenye bodi la ligi, kwa sababu bodi la ligi Yanga mtoto wao. Simba mpira uliocheza mpaka ulofika hivi sasa hivi ni nguvu zake mwenyewe, uwekezaji, wanachama na kwa pamoja na bwana mdogo Ahmed Ally. Fanya kazi kubwa. Hao wazee msiona hivi wanafanya kazi kubwa usiku na mchana. Ndio Simba imefika pale. Lakini light Simba isingekuwa hivi, kuwa katika umoja wao, kupambana na kucheza mpira, kuwekeza vizuri katika soka, kuwa na vijana wazuri kina Hoa na wenzie, ingekuwa balaa kubwa. Kwa haya machache, mimi napenda kuzungumza neno moja vijana wangu. Tena moja. Leo sisemi sana, jambo moja tu. Kabudi kama nataka kukaa nao amuite Musonja. Bado yuko hai. Aje uangalie vizuri hawa Yanga jinsi namna gani ilivyokwenda. Lakini kwa mimi ninavyotaka, mimi ninavyoona na wana Simba wote, kwa sababu tunaweza kuhamasishana. Kama watu wa Yanga wanasema watamwaga damu, Mchengero anaangalia, waziri wa mambo ya ndani hawawezi. Kwa hiyo tunazungumza kwamba mpira huu bado urudi huku kwenye TFF, mpira huu bado urudi huku kwenye bodi ya ligi. Muguto leo akae hapa aseme kapewa nini na Yanga mpaka umewabeba mpaka wanashindwa kusema. Kwa haya machache, mimi napenda kupumzika kidogo. Asanteni sana. Mimi
Kwa jina naitwa Ramadhani Hamisi Don King, mwanachama wa Simba Sports Club na ni mzee wa Simba Sports Club. Ndugu wanahabari, tumewaita katika kikao hiki kutoa msimamo wa klabu ya Simba juu ya sakata la tarehe 8 iliyotokea kwa ndugu zetu au watani wetu wa jadi Yanga. Yanga wasijifiche kwenye kichaka cha mbaazi. Mgongo utakuwa wazi tu, wataonekana. Wasitafute wa kumbebesha lawama. Yanga wajifungie ndani na wanachama wao wajifunze kurudi kwenye mpira unakotakiwa. Mpira wa Tanzania umetoka kule kwa Mangaratabu na Amiriali Bamchawi. Mpira sasa hivi uko kwenye kanuni. Mpira unaongozwa kisheria. Mpira una utaratibu. Sasa wao Yanga bado wamelala kule miaka 68. Kwenye mpira wanaleta marungu, kwenye mpira wanaleta vurugu. Mpira maana yake unafuata utaratibu, kanuni zinasema wazi. Mgeni anatakiwa aingie kwenye uwanja atakwenda kuchezea siku moja kabla ya mechi. Ile wanalijua, na kama walijui ni kosa lao, kwa sababu TFF walishasema watu wote wanaotaka kusimama katika mpira wende wakausome mpira ili waujue mpira. Kama wao Yanga hawakwenda kusoma ni ujinga wao. Sasa wasifike mahali wakataka kumfisha mtu lawama. Karia ajiuzuru, bodi ya ligi ivunjwe. Yani bodi ya ligi ivunjwe kwa sababu ya klabu moja tu ya Yanga? Au Karia ajiuzuru kwa sababu ya Yanga tu? Ina maana Karia amefanya makosa haya tu, baada ya wao kufanya makosa wao wanataka wamsingizie Karia, atakatena Karia wabebe kwenye kosa la wazi. Yanga wamefanya makosa ya wazi. Wanatakiwa wakae hadharani wakiri kwa Tanzania kwamba wamekosea ili waweze kujirudi, wasawazishwe warudi kwenye mpira. Mpira wa nchi hii hauhitaji uhuni kwa sasa hapa tulipofikia. Kwa sababu mpira watu wanawekeza hela nyingi kwenye mpira. Ule mpira wa kutembeza bakuli wa hiari umekwisha. Huu ni mpira ambao unataka usonge mbele, tufike kule tukofika, kama alivyotuvisha nguo Karia. Sasa hivi ni mjumbe wa CAF, wa kamati ya utendaji ya CAF. Hii ameivisha Tanzania. Nafasi hizi tulikuwa hatuzipati kwa sababu mpira wetu ulikuwa uko chini. Lakini mpira umekuwa sasa hivi tunapata nafasi za kuingia katika vyombo vikuu vinavyoendesha mpira Afrika na duniani. Sasa ninachokuombeni, muambie waandishi wa habari, muambie wana Yanga wasiwapotoshe wanachama wao. Waambie wazi kwamba walifanya kosa, tendo la kumzuia mgeni wako asifanye mazoezi siku moja kabla ya mechi ni kosa. Na bodi ya ligi hawakurupuka katika kutoa maamuzi yao. Toka asubuhi walikuwa wanasema mechi iko pale pale. Walikuwa wanasubiri kikao cha masaa 72 kitoe maamuzi. Na kikao cha masaa 72 kimefika, wakataka maelezo ya pande zote mbili. Simba wamefika na maelezo kwamba tumezuiliwa na aliokuepo fulani na fulani na fulani. Na wamefika pale wakasema kwa kosa hili Yanga itakuwa wamefanya kosa kwa mujibu wa ibara 17 kifungu cha 45. Yanga amefanya kosa. Wakarudi tena bodi ya ligi wakasema kwa 33, 34, 33 ibara hiyo ya 17 tumeuahirisha mchezo. Wametoa tamko hilo saa 8. Yanga kwa kudhihirisha ujinga wao na uhuni wao wakapeleka timu saa 1. Leo wanatoka wanasema tupewe pointi 3. Walimkuta nani pale uwanjani? Hawakumkuta mwamuzi yoyote. Pointi 3 unapewaje? Umemkuta meneja wa uwanja tu ndio upewe pointi 3 kwa meneja. Umeenda kuuza nini pale? Yanga waache uhuni. Warudi kwenye mpira. Mpira unaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Na sisi Simba kwa sababu tumebobea katika hizo sheria za mpira. Na ndio maana tumwatia kwenye 18. Tumepeleka kwenye ibara 17, 45, mpira hakuna. Sasa ukipangwa tena wanatakiwa walete timu. Wasiseme sisi tutagomea tupate pointi 3, hawawezi kupewa pointi 3. Sababu Yanga wana rekodi ya kugomea. Walishagomea mechi kwa sababu pointi zilikuwa zimewabeba Bukoba. Ikabakia dabi moja kuja kumalizia mechi moja Dar es Salaam na Simba. Yanga akasema siwezi kuingiza timu mechi nimemaliza Bukoba kwa sababu alishatangazwa kuwa bingwa akiwa Bukoba. Hizi swala la kugomea mechi, kuvuruga dabi, Yanga amezoea. Na muomba ndugu yangu Karia, hawa ni punda, hawabebeki. Fadhila ya punda ni mateke. Hawa umewabeba sana Karia, watakupiga mateke tu. Acha kuwabeba, rudi katika kanuni za mpira. Ukiwaacha kuwabeba hawa watakuheshimu.
Leo wanaishi kwa mazoea yale yale uliowazoesha. Sasa wanakuja wanakulazimisha ukubaliane na makosa ya wazi ambayo wameyafanya, useme Yanga hajafanya makosa. Waache kujificha kwenye kichaka cha kunde. Yanga wataonekana, kunde ni fupi. Hilo ndio tamko letu. Kwa jina naitwa Ramadhani Hamisi Donki. Naitwa Juma Limbanga. Mbona Yanga